Mimi ni Mtanzania. Nimezaliwa Muhimbili Hospital. Nimekulia Keko na Mbagala. Nilikuwa nasoma darasa la kwanza Chang'ombe, napanda basi kutoka Mbagala kwenda Chang'ombe alafu narudi. Nilikuwa actually mama ananipa hela nauli na kula, nunua miogo. Napenda sana miogo. Okay. Kula miogo, nifika kwenye basi ile mdada anasema, "Nipe change wewe, nipe hela." Naangalia hivi chini kama sijamuona. Kwa kesho yake asubuhi mama akipanda basi na mimi, "Mtoto wako hajalipa jana." Nawapa hela. Kila siku kwa hivyo. Kwa mwaka mzima au miaka miwili. Kila siku nakula hela. Okay. Yeah. And also mimi ni model. Nimetokea hapa lakini sasa hivi nafanya kazi zangu New York. Nilianzia Canada lakini kazi zangu sasa hivi zinanipeleka dunia nzima, lakini makazi yangu nakaa New York, America. Sasa mlendaje Canada? Mama ni diplomat, anafanya kazi embassy ya Tanzania Canada. Kwa hiyo akapata transfer kwenda Canada, ndo tukaishia huko. Okay. Yeah. Na ulijikutaje siku umeingia kwenye swala modeling? Actually nilianza nitaka kuwa actress, nitaka kuwa mwigizaji. Nikaanza kitu ambacho naona unakiweza. Siwezi. Sijui kama naweza, lakini okay. Nikaanza nilikuwa naangalia TV watoto wa kule, naona kwenye TV wanacheka, watu wana fly. Kwa nini siwezi kufanya hivi? Nikamwambia mama, naomba nipeleke niwe actress. Akasema okay. Kufika pale kumbe ilikuwa agency ya modeling, sio ya kuwa actress. Kanipeleka nyingine. Wananishangaza, sijui kwa nini wananiuliza. Akaniambia vaa viatu. Kufika nikasema siwezi kuvaa viatu. Siwezi kutembea viatu, siwezi kutembea hivi kama miss na najipeleka. Nikasema no, siwezi. Akasema inalipa hela nyingi. Nikasema okay, subiri nijaribu. Kujaribu kumbe nilikuwa kweli naweza. Ni talent ambayo ilikuwa tu inside. Nilikuwa kweli sijajua lakini ilikuwa inside. Wakapiga picha, wakapeleka New York. Kesho yake nikaitwa New York. Nilikuwa na miaka 10. Hivyo tu kirahisi. Sio kirahisi. Yaani nilipofika New York ndo kazi sasa ikaanza. Lakini pale Canada ilikuwa kupiga picha. New York wakanipenda, tukasign contract. Miaka 13 niko New York peke yangu. Mama yupo, baba yupo. Nakaa peke yangu. Yeah. Okay. Kwa hiyo Canada umekaa sana? Nimekaa sana kwa sababu nilikuwa nasoma shule Canada. Canada na New York ni kama risali moja kufly. Kwa nilikuwa naenda asubuhi, nafanya kazi usiku, narudi kesho yake asubuhi naenda shule. Yeah. Sasa. Kwa hiyo ndoto ya uigizaji kama imekufa? Hajakufa, bado naendelea. Tangia nimeanza modeling nimeipenda sana. Kwa hiyo nataka nifanye kila kitu ninachoweza kufanya. Nikimaliza kazi zote ambazo nataka kufanya, nitarudi acting. Sasa. Yeah. Okay. Mara ya kwanza umeingia sasa umejitambua kama model. Vitu gani ambavyo vilikuwa vinakupa shida kidogo? Vitu vilikuwa vinanipa shida ni kuwa away from the family, yani kukaa mbali sana familia. Nilikuwa mdogo sana, najipikia mwenyewe, na make sure sitaibiwa chochote, sitapigwa, sitafanya chochote. Kwa hiyo nilikuwa nakaa kule najipikia, yani nafanya kila kitu mwenyewe. Alafu nikiwa usiku nalia, nampiga mama nalia. Nimechoka. Nilikuwa nalia, yani hamna mtu wa kuniwekea maji ya moto, hamna mtu wa kunipikia, hamna mtu wa kunibembeleza. Nifanye nini? Lakini sikusema nataka kuja nyumbani. Hata siku moja sija kusema nataka nirudi nyumbani. Siku zote niko kule nalia, nampiga mama, yanaisha, naendelea kazini. Alafu kitu kingine kufanya shule wakati nipo kule. Nafanya shule na kwenye kompyuta na type kila kitu kwenye ndege na kila mtu analala, mimi naendelea kufanya kazi za shule. Ilikuwa kazi, lakini namshukuru Mungu nimemaliza. Kwa hiyo ulikuwa unafanya modeling lakini baadaye unaendelea na shule. Naendelea shule ya Canada. Shule ya Canada. Okay. Kwa mwalimu ananitumia kazi high school. Okay. Kwa darasa. Kule wanaita grade 7 8. Okay. Yeah. Mwalimu ananitumia kazi kwenye kompyuta, natumia nyingine, natumia. Nikasikia mtihani, narudi Canada nafanya mtihani. Shule kwa sijui na nini, narudi shule nafanya. Kuna kazi narudi, yani kwa airport wakaanza kujua jina langu. Leo nikifika hata subiri kwenye mstari naingia, tunasema mtoto jamaa, naingia zangu. Kwa kupita mtoto. Yeah. Okay. So ulianza modeling na miaka mingapi? 12. 12. I say. Uliwezaje kumudu na watu walikuwa wanakuchukulia? Nilikuwa naonekana hivi. Hamna chochote kilichobadilika, basi sauti sasa hivi naongea kama mtu ambaye amekuwa, lakini nilikuwa hivi. Kwa nikienda kazini, wanaona mtu mzima, sababu ni urefu hivi, kila kitu hivi. Kwa nikifika wanasema usiongee ukifika kazini. Fanya kazi ondoka. Nikiongea na nini anaonekana mtoto na naongea na cheka niko hivi. Kwa hiyo sasa hivi nimekuwa. Anasema kumbe zamani ulikuwa mdogo, sema kwa miaka 13 sijui 14. Okay. Yeah. Kazini unasema kazini ilikuwa kazi ipi? Yaani unajua ni model lakini unafika unafanya nini? Nilikuwa nafanya kazi yangu ya kwanza New York ilikuwa ya Vogue Italia na photographer ambaye anaitwa Steven Mazella. Kazi nzuri sana. Nimefika pale nimevaa Converse, nimevaa jeans zangu, nimesuka nywele zangu. Kufika pale wanashangaa sana. Mbona uonekani kama picha zako tuzoona? Kumbe nywele zilikuwa zimefumua. Akasema tutakata nywele, tutakupa nguo mpya, kila kitu wakanipa kipya. Siku hiyo wakashave nywele, wakanyoa zote. Niliona shida kwa sababu nitakiwa nirudi shule, afu kila msichana shule ana vinywele, ana nini, anajileva. Mimi nikaona kama katoto gani kiume sika mengeengea, afu niko mwembamba.
ilikuwa shida kurudi shule, but amna mtu alinicheka alifanya nini, nimerudi shule kama mtu akasema umependeza, kila kitu kaenda sawa. Sawa. Okay. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni wanapiga picha. Wanapiga picha, wanaweka kwenye magazine, ilikuwa cover actually nitakuonyesha. Okay. Cover. Kazi nyingine ninatembea fashion show, saa nyingine wanapiga picha wanaweka kwenye mabango New York. Hivyo tu. Ilikuwa kazi ya muda gani? Yaani masaa kazi. Saa nyingine kazi hamna saa. Okay. Unaweza kufanya kuanzia saa 2 mpaka saa 8 usiku. Hawajali una miaka 13 na miaka 14, hawajali, lazima kazi iishe. Alafu saa nyingine unafanya labda masaa mawili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 5. Yaani kazi hakupi muda. Kazi ikiisha imeisha. Haijaisha unakaa mpaka kama siku 3 unakaa. Kwa hiyo ni kupambwa, unapiga picha. Inaonekana rahisi lakini sio rahisi. Unasimama pale light camera, unakaa pale masaa 5 umesimama, ukai wili umesimama tu pale. Nikupiga picha. Mpaka wapate picha moja. Wanapiga picha kama 50,000, 10,000. Wanatafuta hii moja tu. Zote zinakuletea hata chakula kidogo. Wanakuletea chakula lakini ukikaa ukila utarudi utafanya picha zingine nyingi mpaka upate ile moja, afu utaanza kupaka tena, utafuta makeup. Ukae umalize, ufanye, uondoke. Okay. Yeah. Kwa hiyo ofisi ulikuwa unafanyia kazi ni ipi? Inaitwaje? Kuna agency inaitwa Women Management, ni agency nzuri sana. Nimesign now contract ya miaka 3 imeisha, sasa hivi nimeanza miaka 3 mingine. Yeah. Iko New York, iko London, iko Milan, Paris na Hamburg, Germany. Okay. Yeah. Sawa. Alright. So supermodel, uliwahi kuweka kwenye jarida la Elle, wakasema wewe unaweza ukawa ni Naomi Campbell ajaye, kwamba Naomi Campbell kaa tayari kuna mtu mwingine anakuja. Yeah. Ulijisikiaje kucover jarida kubwa kama hili? Nijisikia vizuri kupita kiasi. Naomi Campbell ni mtu ambaye amefika mbali sana. Kazi yake anaifanya vizuri kupita kiasi. Yaani it was kind of nijisikia ni kama pressure fulani ya kufika mpaka yeye amefika, lakini ile gazeti ni watu wazuri sana. Walinifuata actually shuleni wakasema tunataka tupige leo, hatuna muda mwingine. Tukapanda gari, tukapanda train, tukafika mji mwingine wa Canada, tukapiga picha siku hiyo, wakasema ni cover try. Ni kama wanajaribisha, wanashoot watu wengi, cover try. Cover yangu ikaeka, wakasema sasa mtu gani ambaye unampenda sana, ambaye anakuinspire? Nikasema Naomi Campbell. Wakasema unajua unafanana naye. Siku kipindi hicho nilikuwa na nywele bana. Nikasema na unafanana naye. Yule mzuri ana nywele, sio nini. Wakasema no, kweli unafanana naye. Ukiwa mkubwa kidogo kikubwa utaonekana kama yeye. Nikasema okay. Basi ndio hiyo akaandika pale kama catchphrase kwenye cover. Sasa. Yeah. Okay, hiyo ilikuwa ni Elle. Yeah, Elle. Tuambie sasa ni majarida gani ambayo ushakava na kushiriki kwa feature? Nimekava Elle, nimekava Glamour, nimekava Vogue, zote Italia, America, Teen Vogue. Nimekava Dress to Kill, nimekava Marie Claire, nimekava hata sikumbuki kibao. Mungu amenibariki. Nashukuru. Saa nyingine nasemaga Mungu ananipenda tu mimi. Hapendi watu wengine. Kwa vitu ambavyo nimevifanya na kazi ambazo nimefanya na umri ambao nayo, Mungu ananipenda sana. Ni rahisi kwenye cover hiyo? Sio rahisi. Wanachojali wao ni kuuza, selling. Wakiweka kwenye cover kama uuzi hawatakuweka tena. Kwa hiyo wakiendelea kuendelea kutumia, unafanya kitu sawa. You're doing something right. Unapo cover unalipwa. Sasa ndio hicho. Magazines na cover hazilipi chochote. Kweli ni buzz, unapata kama exposure fulani. Watu wakiona kwenye magazine, yale makampuni makubwa ambao wanalipa, sema huyu mbona mpendeza hapa tumtumie. Sasa ile ni kama exposure fulani. Sijawahi kulipwa cover hata senti moja. Unakulipia hotel, unakulipia labda flight, ndege ukipanda kwenda huko, lakini that's it. Kwa sababu tunavyojua huko ni kwamba mtu akikava hapo basi unajua account kule imejaa mamilioni ya shilingi. Hapana. Huko wanafanya vitu kinyume. Okay. Magazine za kule ni kama wakikuweka kwenye cover ni kama kila mtu ana win. Mtu yani wao kiweka kwenye magazine yao wenyewe wasema walimweka huyu kabla hajawa kitu hichi, kabla hajawa famous. Kwa hiyo ni kama both places are win, lakini hamna mtu yote anaingiza cheki. Na inalipa kweli ukiwa kwenye cover? Hailipi chochote. I mean matokeo yake yanalipa. Watu wakikuona kazi zinaanza kuja kazi zingine. Kama nilivyokuwa kwenye hizo cover, Tom Ford ameniona, Calvin Klein ameniona, amenisign contract, Ralph Lauren ameniona, amenisign contract. Kwa hiyo ni kama contract. Tom Ford, Calvin Klein. Hebu tuzungumze sasa designers au super designers. Yeah. Unafanya nao kazi ni kina nani unafanya nao kazi? Nafanya kazi na watu tofauti. Lakini kazi zetu ni kama unatakiwa ufanye kazi yako vizuri ili mtu kama Tom Ford akikupa kazi mara moja sio mara moja afu inaisha. Akupa mara moja, kiona kazi nyingine na kuita mara nyingine na kuita mara nyingine. Kwa hiyo ni personality afu ni kuongea na watu kama ni binadamu. Sio unakaa tu unajifanya wewe unajua wewe sio nini. No. Ni kama
uwe yani people person wanaita. People person ambaye ukikaa na mtu anakupenda, unaenda kufanya kazi kila siku. Kwa hiyo ni Tom Ford, ni Calvin Klein, Ralph Lauren, ni Macy's, ni Nordstrom, ni Anne Klein, ni Ann Taylor. What kibao tu. Yeah. Tom Ford. Ni tumeona portfolio yako. Yeah. Kuna picha alipiga. Kwa nini anakupendelea hiyo? Tom Ford ni mtu ambaye kutana na mtu inabidi yani kama muwe marafiki fulani. Kama wewe aja feel vibe energy yako hawezi kupiga picha. Aliona mimi akisema unafanana na Diana Ross. Nikasema Diana Ross ni nani? Akasema mjui. Akachukua simu yake mfukoni tukaanza kumgoogle. Nikasema bwana ana nywele ana nini? Alafu nikaangalia video yake kwenye YouTube anaimba. Akasema mimi siwezi kuimba. Nywele zangu fupi. Unaona kwa nini tunafanana? Anasema personality yako. Nikasema personality yangu kama yake. Akasema yeah. Niko very yani mtu ambaye kumita anataka awe rafiki yako. Nikasema asante. Akasema tutafanya photo shoot. Nikasema okay. Hiyo ilikuwa show yake ya Fashion Week. Mwezi mmoja umepita, akaita agency yangu, tukaanza kupiga picha. Tukapiga. Sema hizi nzuri. Sema na shoot perfume gani nakuja sijui tushoot. Sema okay. Agency yangu ikaita. Tuna shoot nguo gani? Akaniita tena. Tuna shoot sijui makeup, akaniita. Kwa hiyo ni kama steps. Una meet kwanza, anaona kama anakutest kama unaweza, na then unaendelea na kazi yake. Alafu yeye najua anapenda sana photography, ndio maana ile picha alipiga mwenyewe. Alafu tuna kama connection fulani ndio maana we get along. Yeah. Na ni fashion show gani kubwa ambazo nimeshawahi kufanya? Mungu anisaidie. Nimeshawahi kufanya nyingi kupita kiasi. Lakini Fashion Week iliyopita nimefanya show 30 New York. Kwa wiki moja. Nifanya 7 London, nikafanya 5 Paris. Nimefanya Armani, nimefanya Gucci, nimefanya hata siku nyingi. Mungu amenisaidia sana. Sio kitu rahisi, yani sio kitu cha kawaida ambavyo msichana kama mimi mweusi. Alafu kuna watu ambao hawapendi watu ambao kama mimi. Kwa hiyo nikifika pale ni kama sijioni kama mimi ni msichana mweusi nimekuja kufanya kazi. Najiona kama mimi ni msichana, najua ni mzuri, Mungu ananipenda, nitafanya ninachotakiwa kufanya. Hawatanipenda basi, wakinipenda sijali. Sawa. Yeah. Ni supermodels gani wengine ambao wako wamekutangulia? Umeshapanda nao kwenye stage moja? Nimeshapanda nao. Na Mikambo nilimuona actually kwenye show New York iliyopita September tulifanya show yake. Tulifanya show naye New York. Nimeshawahi kummeet. Tumeongea nikamwambia you're so beautiful. Sana no, you're beautiful. Thank you. Nimekutana na Lia Kabedi, nimekutana na Iman, nimekutana na Kate Moss, nimekutana na watu wengi tu. Yeah, tunafanya kazi hizi ni industry ni ndogo sana. Kwa hiyo kazi ni chache lakini wote mnakuja mnafanya kazi hiyo hiyo. Kwa hiyo tunakutana. Sawa. Kuna ubaguzi wote kwenye fashion? Rangi au nini? Kuna ubaguzi lakini ni kama wewe unavyochukua wewe. Kama mimi nilienda kwenye show fulani wakasema hatutaki wasichana weusi kwenye show yetu. Sasa hivyo ningeichukulia vibaya, ningesema nyinyi mnanijua mimi ni nani. Ningefika pale ningegombana, isingekuwa vizuri. Yeah, nikachuna nikaondoka, nikafika nyumbani nikaanza kulia, nikampigia mama simu. Lakini nimeenda show nyingine wakanipenda. Kwa hiyo sio kila mtu atakupenda, lakini wanakuambia hivyo ili waone utakachofanya. Wanajua labda mimi kwa sababu wanadhani watu wao tuko violent, tunataka kupigana, tunataka kupiga makelele. Nilipoondoka wakasema kumbe uko mzuri. Najua siku nyingine wakinitaka wanipe kazi nitawachaji 4 times as much as wataka kunilipa, kwa sababu sikio nikataa, wakitaka tena nitawachaji wengi sana. Yeah. Sawa. So maisha New York yakoje? Mazuri, una enjoy sasa hivi, ushazoea au? Nimezoea lakini maisha magumu. Kila sehemu maisha magumu unajua. Magumu ni fashion lakini kama unakaa kule una rent nyumba au unanunua nyumba ni kama unalipia electricity, unalipia bills, unalipia maji, unalipia umeme, unalipia kila kitu. Kwa hiyo sisi kai na mama, hivi vitu naanza kuvijua na sasa mbona hela zangu zote zinaishia kwenye umeme? Zinaishia kwenye internet, zinaishia kwenye hichi. Kwa hiyo inabidi nianze na weka hela vizuri. Invest. Nime-rent. Lakini na nyumba Canada nimenunua. Yeah. Mtu gani katika muziki ama katika fashion, katika nini ambaye amewahi kukusifia na ukashangaa kwamba hata huyu ananifahamu? Wa hapa wa kule? Wa kule. Let me think. Mtu gani ambaye amewahi kunisifia?
wengi, lakini sijui kama nyewe mtawajua. Okay. Nilimkuta ni photographer, yani ni watu mimi nawajua ambao wako famous, ni kama photographers au ni watu ambao na admire. Yeah. Kuna photographer anaitwa Steven Klein, anashoot videos za Lady Gaga. Oh. Nilikutana naye, akaniambia, "Oh, I love your work." Yani nikasoma kidogo uzimie pale. What? You know who I am? So of course, I've seen ni photographer lakini anashoot music videos na picha pia. Nikasema, "Oh my god, thank you." Nikafly kweli. Okay. Sababu nataka in the future nifanye naye kazi. Kwa kama ananijua, ninamaanisha niko kwenye akili yake. Hujawahi kufuata kushiriki kwenye music videos au nini? Sijawahi bado. Alafu unajua mimi na watu ambao nawapenda. Kwa hiyo mtu akiniita kwenye music video, nataka nimsubiri yule ambaye nampenda afu na watch video zake. Kama nani? Kama labda Kanye West. Actually nimemeet Kanye. Ilikuwaje? Ilikuwa backstage, show imeisha. Show ametoka kuangalia show, amekuja backstage kumwambia photographers mimi. Kumwambia designer nguo zako nzuri, tumezipenda nini. Kaingia kama mtu anamkimbilia kama sio nini. Oh my god. Nikamwita akamwambia, "Ndio nipige picha." Nikamwambia, "Oh my god, so nice to meet you." Sema, "Oh, good show." Uliniona? Sema, "Of course, that was a good show." Nini. Nikamwambia, "Ndio piga picha." Rafiki yangu alikuwa amekaa kule kwa watu wamemjaza Kanye. Piga picha, anaonekana ni kama mimi nimemdandia, niko hivi nyuma yake. Nilichukia kweli. Hakupata picha nzuri. Sikupata picha nzuri, okay. Lakini nilikuwa Paris nikafanya show yake. Alikuwa na show mwaka 2012. Kipindi hicho. Sawa. Nikafanya show sio music, sio ya kuimba, ni alikuwa na fashion show. Alidesign nguo zake, nikafanya show yake. Ni mtu mzuri sana. Akiwa kwenye kazi zake anapiga nyimbo yake. Inachekesha lakini ni nyimbo zake tu. Usikii nyimbo za mtu mwingine, yani yuko pale amekaa anafikiria and then unasikia Kanye anaimba. So okay, ndio hapa kufa hivi. Mambo Tanzania, naitwa Harriet Paul. Mimi ni Mtanzania mwenzenu ambaye nafanya kazi na naishi New York City. Ukitaka kunifollow mimi na kazi zangu, follow me on Instagram @HarrietPaul na Twitter na Facebook. Follow me on Instagram @HarrietPaul.